Bila shaka katika taifa hili la Kenya, uhifadhi wa wanyamapori ni moja ya mikakati ambayo imepewa kipaumbele. Wizara ya Utalii na Wanyamapori ikiweza kuwekeza pakubwa katika kuhakikisha kwamba watalii kutoka mataifa mbalimbali na watalii kutoka humu nchini wanaweza kuzuru katika hifadhi na vile vile katika mbuga za kitaifa ili kuweza kuona mandhari na vile vile kuona wanyamapori mbalimbali. Unapoenda katika Mara, unapoenda Tsavo, unapoenda maeneo ya Nanyuki, Laikipia, wapo ainati za wanyama pori ambao wapo katika maeneo hayo ambayo Wakenya huenda kuwatazama. Lakini je, ni nani huwalinda wanyama pori hawa? Na je, jamii ambazo zimezungukwa na wanyama pori hawa zinafaidika vipi? Manake wengine wanasema hela zote zinaenda katika serikali kuu. Je, ni kweli? Na je, hizi jamii ambazo zinaamua kuhifadhi hifadhi za wanyama pori, nani anawapa mafunzo ya kuweza kupata hela zao, mafunzo ya kuweza kujua wao watafaidika vipi? Ninaye hapa ambaye ni mwanachama wa chama cha wahifadhi wa hizo mbuga za wanyamapori humu nchini KWCA, ambaye atatufahamisha kwa kina mikakati wanaofanya. Lakini tunapoangalia uhifadhi pia wapo wakina dada ambao wamejitosa katika uhifadhi wa wanyamapori, ambao pia wapo katika mstari wa mbele wakipewa kongole, wakifahamika na kusifika dunia nzima. Idadi yao lakini ni finyu, wakilenga kuipanua. Kwa nini wanalenga kuipanua? Na bado wakiwa finyu, wanazo changamoto kadha wa kadha wanazozipitia, ikiwepo ukosefu wa huduma muhimu za usafi wao wenyewe, ambapo sasa hivi kunawekwa mikakati ili kuhakikisha motisha wao unaweza kupigwa jeki, wapate ile morali wenyewe wanasema, na ndipo waweze kufanya zile kazi zao wanazozihitaji vyema zaidi. Karibu sana katika sehemu hii ya mahojiano, ambapo leo hii tutakuwa tukiangazia masuala ya mazingira, uhifadhi wa wanyamapori na vile vile uhifadhi wa misitu katika baadhi ya maeneo humu nchini. Ninao wachanganuzi wangu, naye Joyce Peshu ambaye ni afisa wa masuala ya jinsia kutoka chama hicho cha wahifadhi wa kijamii KWCA, ambaye pia tutakuwa tukipiga gumzo naye, na pia ninaye afisa na mratibu wa mipango kutoka kule Kapiti, ambaye pia tutakuwa tukizungumza naye kuzungumza masuala haya yanafahamika kama Mirab Eliza na Semio. Karibuni sana studioni. Asante. Nianze nawe Mirab, ambaye umetoka Kapiti. Hali ikoje hususan tukiangazia uhifadhi wa wanyamapori katika eneo hilo la Kapiti, hususan tukizingatia kwamba nyinyi ni wahifadhi wa kijamii? Ndivyo. Hali ilivyo katika Ardhi Kapiti, sisi ni association, tuna represent wanahifadhi wa wanyama katika eneo la Ardhi Kapiti, na hali ilivyo ni kuwa sisi ndio niseme point people wa hawa the conservancies in Ardhi Kapiti. Na hali ilivyo ni wanyama wako, tuna watu ambao wanahifadhi, wanatusaidia kwenye conservancies kuhifadhi hizi wanyama. Tunawaita the scouts, the community scouts ama the rangers. So hali yao ilivyo ni tuna wachache sana eneo la Ardhi Kapiti, ambao ni eneo kubwa sana. So tuna changamoto kiasi ambazo wanapitia. Ule kwetu Kilifi Giriama, nikizungumzia Ardhi Kapiti landscape, linaanzia wapi eneo hili? Linaishia wapi eneo hili? Manake nikitaka kutembea Ardhi Kapiti, ningetaka unichoree ile taswira. Ardhi Kapiti ni inaanza Mlolongo ikienda mpaka wapi, ama Mlolongo ni Machakos? Ardhi Kapiti ni eneo kubwa, inahusisha county sita. Ni Nairobi County, Machakos County, tuko na county ya Kajiado, tuko na county ya Kitui, yaenda mpaka county ya Makueni. So ni area kubwa, na hizi area ina conservancies private na public ambazo
they come up together and they form the association. That's Athi Kapiti. Ndivyo. Asante. Joyce, amezungumzia pana sana swala hilo. Na nataka tuiangalie hali ilivyo kitaifa. Manake wewe ni afisa wa masuala ya jinsia ambaye unaangazia taifa zima kutoka chama chenu kile ambacho ni Kenya Conservancies na pia vile Wildlife Conservancy Association. Kwa hivyo kama chama cha Kenya Wildlife Conservancy Association, hali ya taifa ya uhifadhi hususan katika jamii iko vipi? Asante. Kweli ni Kenya Wildlife Conservancy Association ambalo ni shirika ama unavyolita chama la conservancies 214 kwa sasa, orodha ambao tuko nayo kwa sasa nchini Kenya, ambao imetoka maeneo kadha wa kadha. Na haya maeneo kama Athi Kapiti vile walivyosema, tuko na maeneo 12 kutoka Mara, kuna landscape, kuna Athi Kapiti, kuna Northern Kenya, Laikipia, Tsavo, ziko landscape nyingi, Baringo, tunaziita landscape, lakini zingine zinaleta county pamoja na zingine ni county moja ambayo imejileta kama landscape. Kabla uende mbali Joyce, kuna mtu atauliza landscape ni nini? Ni yale mabonde ama ni kipi ambacho kinafanya hili eneo liitwe landscape? Kwa nini kwingine kuna county 6, kwingine ni county moja peke yake? So kuna vile mazingara yako katika eneo ambalo hayo mazingara yanafanana, ndio maana wameweka pamoja wakaita landscape. Kama zile county za Athi Kapiti, unaona wanyamapori wanatembea kutoka maybe county ya Machakos to Makueni. So wakileta pamoja inakuwa landscape. So hiyo, na sengine county iko kando kidogo, tuseme kama Baringo, wameform sasa landscape yao ya Baringo County Conservancies Association. So kwa ufupi ningeelezea hiyo ndio landscape. Na katika hizi conservancies ama hifadhi 211, zingine ni za kijamii. Kuna conservancies 99 ambazo ni za kijamii. Na kuna conservancies karibu 50 na ambazo tunaziita groups. Groups ni kwamba jamii, watu binafsi kutoka kwa jamii wamesema mimi niko na eka 5, mwingine ako na eka 200. Tuzilete pamoja, tuhifadhi hapa mazingira, kwa sababu sengine maybe ndovu ama mnyamapori yote anataka kutembea mahali pakubwa. So kuna hizo group conservancy. Alafu kuna zile za kibinafsi ambazo sana tunazipata huku Laikipia ama upande wa Laikipia ama upande wa Athi Kapiti, hizo ni za kibinafsi. So kwa sasa hiyo ni nambari ya conservancies Kenya. Na tukienda kwa jinsia na ni vipi jamii inahusishwa, especially wanawake na wanaume. Tukienda kwa conservancies, tunaweza sema kuna wale wenye kiti, chairpersons, ambao wanaketi kwa board za conservancies, ambao ndo wanafanya maamuzi ya conservancies. Na katika hizo boards kwa sasa tuko tuna kama katika hizi conservancies za kijamii, tuko na conservancies 3 ambazo ziko na mwenyekiti mwanamke. Na kwa 211 katika sasa hizi tu za kijamii ambao tumesema ni 99, kwa sababu zile zingine ni private conservancies. Tukiangalia kuna managers kwa conservancies, wale ambao wanaangalia mikakati, muendesho ama operation ya conservancy, wale managers. Pia tuko na idadi kidogo sana ambao ni managers. Tukienda kwa rangers, sasa askari ambao leo nafikiri tutaongea sana kuhusu askari wa hifadhi. Katika Kenya, katika idadi ambayo tulifanya miaka 2 ama 3 iliyopita, ilikuwa kwamba tuko na askari wa hifadhi 4201. Na kati ya hao 271 peke yake ni wanawake. So hiyo ndo situation. Na nafikiri tukiendelea mbele tutaongea ni kwa nini hii namba iko chini zaidi. Kama sasa ni 271, Kapiti mko na wangapi? Kapiti tuna the rangers tunao 63, lakini saba peke yake ni wanawake. Kwa nini idadi ndogo ya wanawake wanajitokeza? Manake
jamii ya Kapitu umezungumzia inajumuisha takriban kaunti 6 pekee, kaunti 6 ambazo kaunti 6 si chache, ni kaunti nyingi sana hizo ambazo lipo katika eneo pana ambalo kulingana na uhifadhi kuna ile wildlife corridor ambapo wanyama wengi wanapita katika eneo hilo. Lakini wanawake 6 peke yake, 7 kumradhi, ni 7 peke yake. Ni changamoto ndio, lakini inatokana sana sana na nitaongea kwa English kiasi. The perspective that the work rangers, the rangers work ni kazi ya wanaume. Tutaanza na hapo. Most people wanajua kazi ya askari, the local way, ni kazi ya wanaume. So hakuna that motivation kwa wanawake wafanye hii kazi, kwa sababu kuna changamoto mingi sana na hii kazi ya kulinda wanyamapori. Ndio. Changamoto zipi? Maanake mimi binafsi yangu naishi na mlinzi wa wanyamapori nyumbani kwangu, na sioni kwamba kuna kazi ambazo nizasema kwamba ati ni ngumu. Hii taasubi, hii kasumba imetoka wapi, Joyce? Tukiangalia hii, na hata tukiangalia utafiti ambao umefanyika, na tukiangalia jamii ya kwamba jinsia, kuna jinsia ya kike na ya kiume. Ndio. Ya kike, kazi ya jinsia ya kike, responsibilities zinaitwa reproductive roles, kazi ya nyumbani ndio imepatiwa mwanamke. Kazi ya nyumbani na kazi ya jamii. Productive role ambao ni ile kazi ambayo sisi tunafanya ya kuleta mapato nyumbani imepatiwa nani? Mwanamme. So kitu cha kwanza ni ile kasumba ya hapo. Alafu tukiona katika zile jamii ambazo wanyamapori wako, tukiangalia ni communities za watu ambao wanalisha, pastoralist communities. So tukiangalia jamii za wafugaji. Exactly. Na hizi jamii za wafugaji, wasichana walikuwa wameekwa kwa nini ya duni sana, ya kwamba wasichana wataweza kufanyaje kutoka nje, kazi yao ni pale nyumbani. Hata kwenda shule ilikuwa shida. Hizi tamaduni kama tuseme FGM, vitu kama hivyo, ziliwafanya wasiweze kutokelezea kwa kazi kama hizi. So kitu cha kwanza ni hizi tamaduni. Hiyo ni changamoto moja. Lakini pia angalia ile kazi, kwa sababu wale wasichana ambao wanataka sana kuingia katika hii kazi, lakini kule kwa kazi kuna mikakati ama kuna mipangilio mizuri kwa zile outposts. Nyumba zimewekwa kwamba hizi nyumba za askari ya kina mama na hizi ni nyumba za askari wanaume. Kuna maji, kuna mambo ya sanitation. Hizi zote ni changamoto za kina mama ama wasichana kuingia katika hii kazi. Hawataki kuitwa policeman na police woman. Wote wanataka kuitwa tu polisi. Naam. Sasa kigezo hiki hudhani kinaleta kwamba ile hoja ya kwamba hao wote ni polisi, kwa hivyo wakenda wakipewa vile vijumba vidogo vya mabati ambacho hawataki kujua huyu ataenda msalani vipi, huyu mwanamume ataenda msalani mahali gani na mwanamke ataenda msalani mahali gani. Huoni masuala kama hayo tayari yanachangia, kwa sababu wote wanataka kuitwa rangers. Hautaki kwamba huyu aitwa ati range lady na huyu rangeman. Wote wanataka kuitwa rangers. Kabisa. Na yale hatusemi kwamba zile nyumba za rangers ya kwamba wanawake wajengewe fancy houses. Wanawake wanajua kwamba tukienda kwa ile kazi ni ngangari. Tutafanya patrol, tutatembea hizi kilomita ngapi, kwa sababu hii ni kazi yetu. Na wako tayari kufanya hiyo kazi. Lakini tukumbuka mahitaji, priorities na mahitaji ya akina mama na wazee na wanaume ni tofauti. So mwenye anawaandika watu kazi, anawaandika hawa rangers za kina mama na rangers za kina wanaume, anafaa kuzingatia, angalia kwamba akina mama tunahitaji, maybe tukiwa kwa outpost kunahitaji maji, kwa sababu huwezi jua ile siku nimepeleka outpost ni siku yangu ya nini? Ya hedhi. Na kama hakuna maji huko, kweli nitakuwa tayari kufanya kazi huko? So hiyo mambo ya nini. Alafu pia kitu chengine tumeongea mambo ya itikadi ya jamii ambao ni changizo kubwa. Bwanangu atakubali mimi niende kufanye kazi kule hizo siku kadhaa kabla sijapata leave. Nikiwa mjamzito
employer wangu mwenye ameniandika kazi ameweka mikakati kwamba kwa contract yangu naweza pata siku za maternity, lakini bado kazi yangu ikue sawa ya kwamba nikimaliza maternity nitarudi, na nikirudi niko na mtoto mdogo. Kuna vile ambazo kutakuwa na mahali ambapo naweza kuja na ndani na mtoto aweze kukaa pale. So ile needs na priorities za kina mama ni tofauti. Nataka nikuhusishe Merab. Umetoka katika jamii, amezungumzia takriban masuala matatu muhimu sana. Amezungumzia swala la itikadi, wanawake wenyewe pia kuogopa hizi kazi, moja ya swala ambalo wewe pia ulilitaja kwamba wanahisi ni kazi za sulubu, ni kazi ngumu, hawawezi kuzifanya, na vile vile kuzungumzia masuala yao ya usafi wao, kama usafi wa hedhi, usafi wa vyoo na mahali. Nikae kwenye utamaduni. Unatoka eneo ambalo lina jamii nyingi za wafugaji, ambazo mwanamke kazi yake ilikuwa ni kukama ng'ombe maziwa, kujenga manyata na masuala haya. Vipi unamtoa mama ama msichana katika tamaduni hii? Nyinyi mmewashawishi vipi kutoka kwenye tamaduni hizi na kukubali sasa kwamba naweza mlinda simba ambaye Morana anataka kumuua? Nitajibu hiyo kwa kusema vile tuna engage na community, tunapata kuona kuwa ni kina mama ndo kaiti nyumbani. Simba inapokuja kushambulia mifugo, kina mama ndo hukua nyumbani. They're the first responders. Hao ndo watapiga simu kusema kuna kitu inafanyika nyumbani. Tuliona tunafaa incorporate, kuhusisha kina mama also kwa kujua how to tunza the wildlife. There is an important need kuhusisha pia, so that they also know how to take care of the wildlife. Kwa hiyo tulipata one of the means ya kufanya hiyo ni kuwaleta the young ones kukua scouts and rangers, so that they can know how to take care of the wildlife. So kwa hiyo unahusisha kina mama wakiwa wadogo, unawafunza wakiwa pia nyumbani, so that the whole community, women and men, can be able to understand that. So wakijua kwa hayo mafunzo ya kuwa ranger, they'll be able to respond to crisis like those. Kuna mfugaji mmoja anaitwa Karen. Naomba leo mfunze ajue kwamba umuhimu wa yeye, kwamba atahitajika kwamba sasa aanze kule Kasigao aanze kulinda wale ndovu ambao wanavamia mashamba yake ya maparachichi. Tunaweza wafunza hivyo. Nakupa muda wafunze tu, wape hiyo mafunzo kwa nini anahitajika kujiunga na shughuli hii. Kwa kuwafunza hivyo ni jinsi ya kwanza ya kuwafunza ni ku-engage them. Ukisha engage with them, wataweza kujifunza with pole pole na wataweza kujua how to do that. Maybe ningechangia kumfunza Karen aweze kuchangia kwa mambo ya kuhifadhi na pia mambo ya kuweza kuprotect natural heritage ambayo tunaita Kenya kama wanyamapori. Ni jambo kuu sana Kenya kwa economy. So mwanzo ningeanza na kwamba hata hawa wasichana, huyu Karen kila siku akienda shule, akitembea shule, kama anatoka hiyo jamii, ameona wanyamapori, ameappreciate wale wanyamapori. Na hata tukikutana na wale rangers wasichana wanasema hivyo ya kwamba mimi tangu nizaliwe nimekuwa nikiona hao wanyamapori na ningetaka watoto wangu waweze kuwaona. So tutaanza hapo ya kwamba wewe ndio uweze watoto wako waweze kuona hao wanyamapori, ni tuweze kufanya nini? Kuwalinda. So tutaanza na hapo. Kitu chengine ambao tutamfunza, na hii hatutafunza Karen peke yake, tutafunza John pia. Kwa sababu ile kasumba ambao Karen ako nayo kwamba kweli ningependa kulinda hawa wanyamapori, lakini mimi nimeambiwa kazi yangu si ya nini ya kutoka huko nje, ni hapa nyumbani. So kitu chengine ni kuweza kuchallenge, tunafanya a lot of kuchallenge social norms, kuengage ya kina mama ama wasichana, na pia kuengage vijana na wanaume waweze
kuchallenge hii norms ambao wako nayo kwamba kazi ya kina mama ni hii na kazi ya wanaume ni hii. Hiyo ni kitu. Urahisi wake umekuwa vipi? Imekuwa ngumu, lakini kuna kama KWCA tumefanya miradi ya sana ya jinsia na tunaamini kwa approach moja tunaleta jamii pamoja. Tunasaidia jamii kufikiria zile norms ambao wako nazo na tunawauliza hizi norms zinawasaidia aje na hizi norms zimeleta madhara gani kwa jamii. Tunawapatia nafasi ya kureflect, tunaita reflection and challenging norm session. Jamii both wanawake na akina mama inachukua muda. Kusema ukweli, kuna conservancy ambao tumefanya kazi nao miaka 3 kuweza kuona wameweka mikakati ya wanawake kuwa katika hiyo conservancy kwa boards na pia kwa management. So inachukua muda kwa sababu kumbuka imekuwa nilizaliwa nikijua hivi, alafu sasa unaniambia niko na miaka 30 zaidi kwamba hii si sawa, badilisha hivi. So inachukua muda. So huyu Karen tunaweza kumfunza. Alafu baada ya hapo hii kazi ya ranger workforce ni professional. Tunafaa ku-identify ya kwamba kazi ya ranger saa nyingine inachukuliwa kama casual. Lakini si casual. Tuna need ku-identify kama kazi kama hizi kazi zingine ambazo sisi tunafanya. Na sana ni mafunzo, manyani. Sijui kama tumesikia kuhusu manyani shule training. So kuwezesha hawa rangers wapelekwe manyani na waweze kufunzwa so that hii kazi ichukuliwe kama professional ni jambo kuu. Kwa sababu utapata rangers wengi ambao wanafanya kazi kwa hizi hifadhi hawajapitia manyani, na changamoto ni nini? Ni expensive sana kupeleka ranger mmoja manyani kuweza kufunzwa. Tunazungumzia budget ya kama shilingi ngapi kwa ranger mmoja? Kama $3,000 kwa mmoja. Catering for yote, training. Ambao ni training ya miezi 3 pekee yake. Exactly. Ndivyo mimi ni mkazi wa Manyani. Kwa sababu tukizungumzia swala hilo la kuwapa mafunzo haya. Je, wao wenyewe wanaiona hii kazi ni kazi ambayo itawabadilishia maisha, hususan tukizungumzia huyu msichana ama huyu mama ambaye mnataka kujumuisha hapa. No, tufahamu kwamba poachers wengi ama wawindaji haramu wengi Mirab ni wanaume. Je, wao watakuwa tayari kuwasema wanaume wao ambao ndio wanakuwa wakifanya hizi shughuli hatari za kuangamiza wanyamapori? Natumai wanaweza fanya hivyo wakipata mafunzo wanaohitaji. Wakifunzwa how to deal with them, wataweza respond to the anti-poaching. Bila shaka. Nataka nipate pumziko fupi. Nikirudi nitakuja kumuuliza swali hilo Joyce Peshu ili aweze kutueleza kwa kina, manake masuala haya ya kuwajumuisha wanawake pia yanahusisha ulinzi na kupambana na wawindaji haramu. Je, hawa yale mafunzo wanayopata kule Manyani Lea yanakuwa ya maana ama wanafunzwa nini hasa wanapoenda kule? Ni saa 6 dhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Karibu tena katika sehemu ya pili ya mahojiano haya, tukiweza kuangazia uhifadhi na vile vile kuwalinda na kuwapiga jeki wahifadhi wa wanyamapori wa kike. Tunapozungumzia wahifadhi wa wanyamapori wa kike, tumesikia idadi yao ni ndogo mno, wakiwa takriban 271. Changamoto ambazo zimechangia swala hili kuwa na idadi ndogo ni kwa sababu kadha wa kadha. Masuala ya kijamii, taasubi, kazi ngumu hii ambayo wao hawezi kuifanya. Lakini tunapojikita hapo, kuna masuala ambayo yanajibuka, masuala ambayo pia, je, kando na kufanya kazi hii ya kuwa ranger, mwanamke ama akina mama pale nyumbani wanaweza jihusisha vipi zaidi na kuweza kunufaika na hizi mbuga ambazo ziko katika maeneo yao? Joyce. Mambo mengi. So tumeongea kuhusu ajira ambao nili mention, lakini pia akina mama wanaweza jihusisha kwa mambo mengine kwa hifadhi, na sana tumeweza kusupport akina mama waweze kuanza biashara.
tunaita nature based enterprise, biashara ambazo zinaambatiana na mambo ya uhifadhi. Na kama KWCA tunaamini kwamba kama conservancies ziko pale ziweze kunufaisha jamii, maisha ya jamii kuwe na maisha bora, na jamii ni vijana, wanaume na akina mama. So kama KWCA tumeweza kusupport kwa mafunzo na pia kuweza kuanzisha biashara, na biashara hizi sana ni kufuga nyuki, kusupport mambo ya kufuga nyuki, kwa sababu mradi wa kufuga nyuki ina coexist na wanyamapori. Tumeweza kusaidia akina mama, vikundi vya akina mama kuweza kuset up, kuweka mbuzi za gala goats, breeds nzuri kabisa ambao wanaweza baada ya miaka ama miezi kadhaa waweze kuuza hizi mbuzi, nyama ama products zote ambazo zinahusishana na mbuzi. Kina mama wengi pia wanafanya mambo ya beadwork, ambao Miraba anaweza ongea zaidi kwa sababu wanafanya kazi na akina mama huku Atikapiti kwa mambo ya beadworks. So ni kuweza ni shanga. Shanga za hizi ambao Masai wanatengeneza. So hiyo ndo miradi tumeweza kuwezesha kina mama. Kitu chengine ambao landscape zingine zinafanya kama Amboseli Ecosystem Trust ni kuwezesha kina mama waweze kupanda nyasi na waweze kuvuna zile mbegu za nyasi na kuuza kwa mambo ya inaitwa rangeland restoration, kuweza mahali ambao range imeharibika kabisa, kumekuwa na soil erosion, zinaweza kupandwa na pia zile nyasi kutengeneza hay. So hizo ndio some of zile biashara ambao tunawezesha kina mama waweze kufanya, na hizo ni sasa zile practical, lakini pia elimu ya biashara na ya kuweza kuwekeza pesa kama mambo ya Village Savings and Loan Association ni mafunzo ambao pia tunapeana kwa akina mama waweze kunufaika kwa kukua na hifadhi kwa jamii yao. Naweza kuwa ranger na nikawa bado nafanya hizi shughuli zingine, ama mimi nitabaki tu kulinda tu, siwezi fanya beadwork? Unaweza fanya nama unaweza kuwa kwa kikundi. Tuko na rangers ambao wako kwa kundi ya kina mama ambao inafanya hizi, kwa sababu haihitaji ati wewe uko hapo kila siku. So unaweza kuwa part of VSLA group na pia wewe ni ranger. Naam, tupatie mfano hai, maana najua wewe kuna mfano ni tuna group from Naretunui community. Naretunui iko nyuma ya Nairobi National Park. So the Naretunui community wako na bidding program, wa mama kutoka hiyo jamii wanafanya bidding so that wauze hizo beads, shanga, na wapate as a source of livelihood. Pia kuna mfano mwingine ni eneo la Olosira, Kajiado County, wanawake huko wako na chama ambao wanafanya beekeeping na pia wanafanya baking, wako na bakery. So wakipata mazao kutoka hapo wanaweza uza, wakipata asali wanauza, wakibake keki zao, ni a source of livelihood kwao. Soko linatoka wapi? Manake kubwa ni kwamba sawa umenifunza mimi kuvuna asali, ama kwamba nitakuwa mkulima wa asali, lakini soko liko wapi? Saizi asali iko kila mahali, kila mtu, serikali inagawanya mizinga ya asali kila mahali, mizinga ya nyuki. Mizinga ina wanufaa wenyewe pia kibinafsi na pia the community, na pia wanaweza peleka sokoni wakaweza uza. So it's something yenye wanaweza fanya na watauza na watapata pesa kutoka kwa hiyo. Lakini pia kwa hiyo soko zingine kama mashirika tunaweza support wana aggregate. Akina mama wanaleta hizo asali pamoja, alafu tunapata mtu mmoja ambao yeye anafanya export, anaweza kuchukua yote kwa jumla. Kuna mashirika mengine Northern Kenya wameweza kupata market ya zile shanga nje ya nchi. So akina mama wanatengeneza hizi shanga, alafu wao wanachukua wanauza. Soko huwa ni shida, lakini tunajaribu kuensure si kutengeneza peke yake, lakini pia ile value chain yote tumeweza kusupport. Kama kule katika eneo moja hapa tulifanya hiyo taarifa ya ufugaji wa pweza. Tuliona kwamba wale akina mama pale waliwezeshwa mpaka wakaweza kujenga chekechea, watoto wao waweze kupata mafunzo pale. Je, kama kule Kapiti, kando na kwamba kweli umenifunza,
hizi kazi inaenda kuwafaidisha vipi na mambo ya ambayo ni ya kijamii hasa, ili waweze kupata uchumi jamii wao uweze kukua, elimu zao ziweze kukua na uhifadhi huu wa wanyamapori? Athikapiti, elimu tunawapea wanaweza kutumia kwa namna tofauti ili kuboresha their livelihood. Na si kwa hawataifanya si kwa kulinda wanyama peke yake, bali pia maneno zingine kama security zao, kama kwenda shule watoto wao, their security kwenda shule. Wakiweza kupata hizi elimu tunawapea, unapata the young generation wanaweza kuwa pia kuelewa nini kinachoendelea katika jamii yao. Nikizungumzia social economy hizi ambazo ni miradi ya kijamii ya kiuchumi ambao umeitaja, lakini kuna miradi mingine ambayo ni ya muhimu. Wengine wameweza kujichimbia hata visima wao wenyewe kutoka na kile kipato chao. Jambo lipi ama katika hizi conservancy ambazo umezizunguka humu nchini, Joyce, unaweza sema mradi huu ulianzishwa na hii na imevuna hii? Manake ninapolinda mnyamapori lazima pia nifaidike na nifurahike, nijue kwamba anafaidisha kuwalinda na vile vile jamii yangu inafaidika kwa kiwango hiki. Kweli, ningeongea kuhusu upande wa Northern Kenya ambao akina mama kutoka kwa kulinda mazingira wameweza kupata manufaa ya kuweza kujenga hizi community lodges. Mahali ambao wageni wakija wanaweza kaa. So katika ile, na kuna moja nilienda nikakaa Laikipia ambayo ni ya conservancy lakini inakuwa manage na akina mama wa hiyo conservancy. Wao ndio mhifadhi alikuja akawasaidia kuset up, lakini wao ndio wanairan, kupika ni wao, pesa zote zinatoka kutoka kwa ule mradi wanaweza pata, na wakipata wanaigawanya ya kwamba asilimia fulani inaenda kwa akina mama, asilimia fulani inaenda kufanya mradi wa jamii, na asilimia fulani inarudi kwa hifadhi kuweza kufanya ile operations za conservancy, kwa sababu kumbuka ule mradi umejengwa pale. Nikienda Taita, miradi ambayo tulikuwa nimesema kuhusu mafunzo ya VSLA, hii village savings, na pia kuanzisha miradi ya mbuzi. Akina mama sasa individually nyumbani kutoka kwa wale mafunzo wameenda kuanza miradi kidogo nyumbani kuweza kujiwezesha wao wenyewe. Ya kwamba sasa nimepata pesa kutoka hapa, nimeanzisha biashara yangu, nimeenda kupanda mboga, naweza kulipa school fees kwa watoto wangu. Na mzee pale nyumbani anaona kumbe kuna manufaa ya kuweza kuanzisha hii miradi kwa jamii. So hiyo ndo ningesema ni ambapo tunaweza kupata kutoka kwa kuanzisha hii miradi kwa jamii. Nirudi kwa huyu mhifadhi wa kike, manake ndio tumekuwa tukimlenga zaidi. Tumezungumzia afya yake ya hedhi, ni moja ya changamoto wanazopitia. Hali ni mbaya kwa kiwango gani kwa wanawake ambao wako katika mstari wa mbele kulinda, lakini wana changamoto tele? Hali ni mbaya, wacha tuseme hivyo, kwa sababu kitu cha kwanza ni maji. Kuna survey ama utafiti tulifanya mwaka uliopita na WWF ambao tulikuwa tunataka kuangazia welfare ya rangers, wote wanaume na wanawake, na kuweza kusikia katika kazi yao wanaonaje welfare yao ikoje. Na tukiangalia hii mambo ya housing na basic amenities, yani mambo ya pale wanaishi na yale mambo wanafaa kuwa nayo kama maji, kama choo, ndio waweze kukaa vizuri, ilikuwa ni changamoto kubwa. Both kina mama na wanaume. Lakini kwa kina mama ni changamoto zaidi, kwa sababu tukiangazia mambo ya hedhi na usafi ni muhimu, na maji ni jambo muhimu zaidi. Na kama kwa ile outposts ambao hawa rangers wanakaa hakuna maji, ama maji ni kidogo, ama maji ni machafu,
then itakuwa changamoto sana kwa hawa akina mama. Hata watataka kukaa pale, watataka kufanya hii kazi. Ndio maana hii namba inakuwa iko chini zaidi. So hiyo ni changamoto. Na nafikiri kabla hatujamaliza tutaongea ni nini tunafaa kufanya tuweze kuwezesha hawa akina mama. Je, changamoto sawa na hizo kwenu? Naam. Naam, lakini tuna a positive feedback from us. Kuna one of the rangers mama alienda for maternity leave, lakini ameweza kurejea na sasa yako kiwanjani, na tunaona kuna future for that. Ita encourage the rest so that wape kuna manufaa kwa kuwa the female rangers. So tuna a positive story of that. Unafanya nini ili kuhakikisha mnafikia masuala kama haya ya usafi, maji? Tunajua kwamba wataenda kutembea kwa muda mrefu, kulinda na kuhakikisha kwamba labda njia fulani ziko salama na hakuna kitu chochote kimetokea. Manake wahifadhi ama wale wezi wa mifugo, wezi wale ambao wanaua wanyamapori pia wanaweka mitego kwenye hizi mbuga. Naam, hizo mitego ziko, lakini mfano ya Athi Kapiti ni tunashiriki kwa ukaribu na KWS na pia wakiwafanya patrol zao, sisi Athi Kapiti huwa wanafanya patrol pamoja na the scouts wenye hawana bunduki. So hao wenye hawajatrainiwa manyani. So wakifanya joint patrols, wakifanya hiyo inaweza kuwapea security on that form. Na kwa maji, umeongelea maji kwa outpost na hiyo vyo kwenye outpost, tunajaribu iwezekanavyo to raise fundraise for the rangers and we get some grants so that tuweze kuwapea outpost na vitu wanavyohitaji, so that wakue comfortable in that area. Manake sodo zikigawanywa unaona zinagawanywa shuleni peke yake. Maanisha hizi jamii ikiwa kama nyinyi unalazimika sasa muweke kwamba bajeti hii pia tunatenga sodo ama? Ndivyo, tukifanya bajeti zetu tunafaa kubudget pia kwa scouts na hata the female scouts, kwa sababu tunaelewa changamoto zao kama the female rangers wenye tuko nao katika community. Ndio. Swala hilo la bajeti, manake kuweka bajeti ya sodo pia ni bajeti kubwa. Serikali yenyewe pia inalalamika kwamba iwapo itaendelea kuweka bajeti hii kwa kila mwanafunzi nchini, basi hali itakuwa ngumu, huenda hata wakakosa chakula katika masuala haya. Nafikiri masuala ya ranger workforce, maybe ningeanza kusema kwamba kama KWCA tuli support ku-establish association ya wildlife community rangers Kenya. So kuna hiyo association ya rangers ambayo inahusishwa na masuala ya welfare ya rangers, kuangalia kwamba kuna usawa kijinsia, kuweza kuangalia well-being yao iko sawa. So hii ranger association bado ina come up. Lakini so kama haya mambo ya well-being ya female rangers, kwa sababu mambo ya sodo ni hilo jambo, kama after ile survey WWF iliweza kupata resources ya kuweza kuona ni nini tunaweza fanya kidogo, kwa sababu hii tunasema low hanging fruit. Kuna mambo makubwa tunafaa kufanya kama maji, kujenga nini, lakini kwa sasa tunaweza kupatia hizi sodo kwa female rangers, na ndo tukaanza huo mradi wa pochi kipepeo na WWF ambao wameweza kutengeneza pochi ambazo female rangers wanaweza kuenda nazo huko kwa outpost, ambao wanaweza eka kama ni sanitizer, kuweka hizo sanitary towels, pocket tissues na wet wipes, ziweze kuwasaidia wakiwa hata kwa patrols wako na pochi ambao wanaweza pata hizi vitu na wanaweza tumia hapo directly. Na tunajaribu na sabuni pia, so kujaribu hii pochi iweze kuwawezesha kwa muda kidogo, si sustainable kwa sasa, but kwa muda itaweza kuwa sustain kama tuna call out for
more donors kuweza kutu support kwa hii mambo ya welfare rangers. Unadhani tunahitaji bajeti ya kama pesa ngapi kwa hawa 270 tu ambao ulionao katika hizi hifadhi zote 211? So mpaka ni calculate. So kwa hii pochi tulikuwa tumesema kama kuna mtu yote anataka kununulia ranger, hii pochi ni 500. Sawa? Pochi moja. Na hii kitu ambazo ziko ni ya mwezi peke yake. So tukichukua 500 kwa miezi 12 tuseme, na times hiyo 271. So hiyo ndo itakuwa budget ambayo tunaweza kuanzia kwa specific kwa mambo ya sanitary towels kwa sasa. Ndio. Hilo umezungumzia ni bajeti ambayo si bajeti chache, ni bajeti ambayo inahitaji uwekezaji mkubwa. Lakini unadhani tukishaanza kuweka kama hivi vipochi kipepeo ambacho umesema, unadhani itageuza taswira na itatoa motisha kwa wasichana wengine kujiunga wakiwa na uhakika kwamba ninapoenda kwenye outspot kule karibu na Nairobi ama Rongai na mimi naishi Kajiado Kitengela nitakuwa salama? Naam. Kwa kiwango gani? Wataweza kuona manufaa ama they won't feel so constricted kwa kuwa they'll be comfortable. Hata kama siku zao za hedhi zimefika na lazima waende kiwanjani, they'll still be comfortable. So it won't be an excuse. Haitakuwa excuse ati sitaenda kazini juu kwa sababu ya hii na hii, ama hivyo wamelack the soap, wamelack the sanitary towels. It encourage other female rangers pia kuenda. Like they'll see the need and the benefit of doing that, and they'll be comfortable in their own way. Unadhani itasaidia, itabadilisha vipi taswira ya mambo kwamba itabadilisha? Kwa sababu kitu tulikuwa tunaona motivation ya wasichana na akina mama kuingia katika hii kazi ya ranger workforce inaendelea kuongezeka wakiona more rangers wako katika ile workforce. Lakini sasa kukikuwa na enabling environment kwa hapa mahali ambao wanaishi, basi wasichana wataona kama hii ni kazi. Lakini pia hii ranger workforce ikuwe recognized kama kazi muhimu kwa jamii. Na kitu kimoja ningependa kuongea, Kenya tuko na ile labor laws na tuko na minimum wage, na utapata sana rangers wanalipwa pesa kidogo sana. Na pia hiyo ina reduce motivation, kwa sababu mimi kama ranger nikienda nikiambia msanii mwingine nalipwa hii pesa na hii ndo kazi nafanya, hailingani, haiambatani. So kitu chengine ni kuweza kuurge serikali waeze kuweka hiyo minimum wage ya ranger workforce, so that wale watu wote ambao wanaandika kazi rangers wanajua hii ndio minimum wage ya ranger workforce, ranger work professional. Joyce, utawaletaje pamoja hawa ndio ili waweze kuzungumza kwa kauli moja? Manake labda ukitoka ukienda na nyuki ukiyasema wao watafanya uamuzi wao wa kibinafsi, labda yao inajiweza. Kwa mfano niseme kama ile Atimau Lewa, wao unaweza peleka proposal kama hiyo, mapendekezo hayo wakatekeleza kwa haraka. Ukapeleka Kapiti wakaanza kuitana, kwanza waitane vikundi hivyo 26 wakae, 18 wakubali, 2 wakatai, na labda kwenye sheria yao 18 wakikubali haiwezi pita, lazima 20 wakubali ndio iweze kupita. Vipi unawaleta pamoja ndio swala kama hili liweze kuzungumzwa na kuweza kujadiliwa pakubwa? Kwa sababu tayari nimeshasema una association ya rangers. Nafikiri ni hiyo association ya rangers kuweza kuwaezesha kusukuma hizi conservancies waweze kufanya hivyo. So waweze kucollaborate na serikali na kuleta hawa actors wote ambao wanaandika kazi rangers, ndio waweze kukua na mpangilio wa kuset hiyo minimum wage ya rangers. I think hiyo ndio itakuwa jambo zuri zaidi kuweza kuwezesha hao wengine. But kitu kimoja ningetaka pia kusema ni kwamba kama Kapiti wanafanya game count kwa kuhesabu wanyamapori, na wale wanyamapori hawangekuwa hapo kama hawa rangers wako. Sasa ingine tunaangalia
natural heritage tuko wanyamapori, lakini nani anawachunga? Ni hawa rangers. So wale investors ambao wanakuja, hata hawa tourism investors, ni vipi wanaweza changia kwa well-being ya rangers? So pia calling upon hawa, apart from donors, calling upon hawa tourism investors waweze kuchangia kwa masuala ya ranger workforce. Lakini unaona pesa nyingi imewekwa katika uhifadhi wa kifaru, zaidi ya ndovu, na zaidi ya pindamilia. Kwa nini hii inaleta tofauti fulani? Unadhani tukianza kuweka pesa ya kumlinda ama ya kumlipa yule askari zaidi kuliko pesa ambayo inawekwa kuweka GPRS cameras ambazo zitakuwa zinamlinda huyu ndovu na nani, itasaidia jamii pia na wanawake zaidi kuingia katika kazi hizi? Ndivyo, kwa sababu ni hawa watu ndo wanalinda hizo ndovu. Ni hawa wanawake na pia wanaume ndo wanalinda hizo ndovu. So I think pesa inafaa iende kwa wenye wanalinda ndovu kwanza, kwenye wanalinda wanyama. Wakiwa comfortable, wakiwa na hali nzuri, wataweza kulinda hizi wanyama kwa the best way possible. Ndio. Serikali ifanye nini? Manake kama mikutano iko, makongamano yapo, hata najua bado mna kongamano mnalipanga Septemba. Serikali ifanye nini kwa saa kuhakikisha haya makundi ama hifadhi za kijamii pia zinajihisi nao wanaweza kupata kipato kizuri zaidi, na vile vile wawindaji wao ama walinzi wao ni wanapata pia kulindwa vile inavyohitajika? So wakati ule wa COVID, serikali ilikuja in a big way. Ikaweza kusupport, ilikuwa ni economic stimulus program. Ikaweza kusupport kulipa rangers kwa muda fulani ule wakati wa COVID, kwa sababu investors walikuwa wameenda kuwa na resources. Sahi tunajua kuna changamoto ya donors kupull out kama USAID. Najua mmesikia. So tunajaribu kuweza kuadvocate and kulobby serikali waweze kukame in pia at this point. Kitu chengine ni tunaomba kwamba yale mafunzo ambayo yanapeanwa Manyani, nimemention, inahitaji pesa nyingi kwa ranger kufunzwa. Kama hiyo inaweza kuwa subsidized so that rangers wengi waweze kupelekwa, waweze kupata yale mafunzo Manyani. So pia serikali kama inaweza ingilia, iweze kureduce ile kiwango ya pesa ambayo ranger anafaa kulipa ndo apate yale mafunzo. Kitu chengine ni yale mafunzo ya Manyani yanaweza je kuwa standardized, kwa sababu kazi ya ranger si kwenda, si ile kuna community, ni complex, kuna community engagement, kuna mambo ya first aid, kuna mambo mengi. So ile curricula ya ranger pia ikue iangaliwe, ndo ilete zile complex issues zote ambao ranger ana deal nazo kwa jamii na wanyamapori na kila kitu. So kwa serikali hiyo ndo ninge call upon. And kama vile ulivyo mention kwamba September kutoka tarehe 17 tu tarehe 21 tutakuwa na kongamano, International Rangers Congress, Africa Rangers Congress ya Afrika nzima, na itakuwa hosted hapa Kenya. Na nafikiri serikali wata play a key role katika hiyo congress. But ningependa malengo yake itakuwa ni gani? Malengo yake maana ni Afrika nzima mnaiita hapa. Kabisa, kuweza kuangazia mambo ya ranger workforce, kuangazia ni changamoto gani wanapitia, ni nini tunafaa kuweka in place ndio ranger workforce wakuwe recognized, wakuwe respected, na well-being yao ikuwe mzuri zaidi, na wale ambao wanawaajiri kazi waweze kuweka mikakati ya kwamba rangers wakuwe vizuri. Merab, nichukue kauli yako ya mwisho kwenye kipindi hiki. Wito wako ni upi, na pia ikiwa ndio kauli yako ya kufunga, utakuwa unasema neno gani kama neno lako la kufunga la kuwapa motisha wanaofanya kazi hii? Kwa sababu ni mimi hukaa nao sana kiwanjani, hao watu wasipokuwa kazi yangu haipo. So mimi nawapea motisha waendelee na kazi nzuri wanaofanya, wajitume kiwanjani, wafanye kazi yao vile inavyofaa, na najua tukishirikiana na groups zingine na pia serikali tutaweza kutatua
some of their challenges. Asante. Joyce, kauli yako mwisho? Kauli yangu ya mwisho, especially kwa mambo ya askari wa hifadhi, ni kwamba tuna appreciate kazi wanaofanya, na tunaelewa kwamba hiyo ni kazi ngumu. Na pia kuambia wale washikadau, stakeholders, ya kwamba watuunge mkono, tuweze kusupport ama tuweze kushirikana na hii kazi ya rangers, ndio rangers waweze kuishi mahali pazuri, ndio in the long run waweze kuhifadhi hii wildlife ambayo tunaita our natural heritage. So ningeomba mashirika yote waweze kushikana na sisi kutuwezesha, na sana kuwezesha kwamba hii idadi ya 271 iweze ipande ikue I don't know 1000 kwa kipindi gani? Kwa karibu miaka 8 tume raise na 1%. So tunaomba kwamba in 2 years at least tume raise imekuwa 30% instead of 6%. Asante sana. Ni Joyce Special ambaye ni afisa wa masuala ya jinsia kutoka KWCA, ambalo ni shirika hilo linalohusika na mashirika ya kijamii ama vyama vya kijamii ambavyo vinafanya uhifadhi wa wanyamapori. Vile vile pia ni mshukuru Merab Nasimiu ambaye pia vile vile yeye ni afisa na mratibu wa mipango kutoka Africa Pity, ambapo kule kuna ile landscape inayohusika na mashirika takriban 20 hivi ya uhifadhi wa wanyamapori katika eneo hilo. Nashukuru sana kwa kuja studioni kuzungumzia umuhimu wa wanawake kujihusisha katika uhifadhi wa wanyamapori na vipi ambavyo wanahitaji kupigwa jeki kuhakikisha wanaweza kuafikia hayo. Tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo ambazo zimegonga vichwa vya habari. Dental Tips brought